So we have experience in this sector. So we need, inshallah, to work together in this part about the energy, about the water also. There is in the mainland cooperation from UAE also there is a project called Suqya al-Imarat for the water mining all over the Tanzania. Kama mlivyoshuhudia leo tulikuwa na kikao na balozi mdogo wa UAE, United Arab Emirates, na malengo makuu ni kwanza ni kusalimiana, kujuana, lakini pia lengo la pili ni kubadilishana mawazo katika masuala yetu ya key sectors ambazo maji, umeme na madini, na la tatu ni ushirikiano baina ya nchi mbili ambazo kuna ushirikiano mkubwa wa kidiplomasia, wa kiudugu, na lengo letu kuu ni kutaka kufanya mashirikiano kuweza kutatua changamoto tulizokuwa tunazo za ndani ya wizara yetu, ikiwemo umeme, maji na madini. Na kama mlivyoona kwamba balozi ya UAE imefurahishwa sana na mwaliko huu, na wametuahidi kwamba wataleta wataalamu baada ya kwamba sisi tushapeleka mahitaji yetu, na tumemwahidi inshallah kesho tutapeleka mahitaji yetu yote ambayo tunahitaji, na ametupa ushirikiano mkubwa sana. Tunamshukuru mheshimiwa balozi pamoja na nchi yake. Ameahidi kwamba watatualika kule twende tukajionee maendeleo ya umeme wa sola, umeme mwingine waliokuwa nao, pamoja na masuala ya maji na masuala ya madini, lakini vile vile pia ameahidi kutuletea wawekezaji, kupata misaada kupitia serikali ya United Arab Emirates, lakini na sisi pia tumewaahidi kuwapa ushirikiano mkubwa na wao na sisi waje kututembelea ili waje watupe elimu ya zaidi kama walivyofikia wao. Lengo kuu ni hilo, ni kutatua changamoto za maji, umeme na madini ndani ya nchi yetu. Tutashirikiana na Wizara ya Mazingira ambayo inakuwa chini ya ofisi ya makamu wa kwanza rais, ambao wanadili na mazingira, lakini tukienda kwenye clean energy wametuahidi pia kutupa support. Na lengo letu sisi kwamba tumefocus zaidi zile sehemu ambazo tuna matatizo nazo hasa kwa sasa hivi. Na matatizo makuu kwenye wizara hii yapo kwenye sehemu tatu kubwa. Kwanza kwamba mchanga haupatikani. Tunaandaa mbinu mbadala kutoa mchanga Tanzania bara ili utakuwa kwa wawekezaji wakubwa watupu na sio wananchi wa chini. Wananchi wa chini mchanga utabakia bei ile ile, hakutopandishwa bei, na mchanga utakuwepo on time kwa wananchi wote waliokuwa wanyonge na maisha ya chini. Lakini wafanya biashara wakubwa, miradi mikubwa, miradi ya serikali itanunua mchanga kupitia Dar es Salaam kwa wenzetu. Lakini swala la umeme tumeingia mikataba mingi sasa hivi ya sola, ya battery. Tunaenda kwenye masuala ya kwamba tunafikiria kununua umeme wa gesi, wa majenereta, wa turbines, lakini pia tuna power badge ya umeme ambayo tutaiwasha hivi karibuni ili kuondosha hii problem ambayo ya umeme katika. Lengo kuu ni kuondosha matatizo ndani ya muda mdogo. Na target yetu sisi inshallah kabla mwaka 2028 tuwe Zanzibar tushakuwa na umeme wetu wenyewe, na utaweza kuwa na stability kubwa, na kutakuwa hakuna kukatika kwa umeme katika upande wa Zanzibar. Hilo ndio lengo letu kuu. Na kwa upande wa maji tunaendelea na miradi kila mkoa, kila kijiji, kuhakikisha tunatia mabomba mapya ya maji, visima, mashine, ili tuweze kuondokana na maji machafu na maji yawe salama kwa wananchi wa Unguja na Pemba na visiwa vilivyozunguka ndani ya Zanzibar.